Mimi naitwa Hassan Nguya Madika au kwa jina la biashara naitwa Sharp. Ni mfanyabiashara katika soko la Mwananyamala ambalo lipo chini ya ushirika unaitwa Mfavesco. Soko hili baada ya kuwa la ushirika, naona serikali imeboresha sana masoko mengi ya manispaa, lakini bado na sisi tunaomba soko letu liboreshwe, kwa sababu changamoto kubwa inayotupata kama ushirika, hatuwezi kulijenga hili soko ima kwa kusaidiwa na serikali au kupewa mkopo na serikali. Kwa hiyo kama ushirika tumeshakaa vikao, kuna mambo mawili ya kufanya, lazima tuyafanye ili tuweze kuboresha soko. Ima tupate mkopo kutoka serikalini ambao tunaweza kuulipa, au tupate kujengewa na serikali katika mipango ambayo inaweza kufanya ushirika ukaendelea na serikali ikapata sehemu yake. Haya yote mawili yanaweza kuwezekana. Kwa hiyo tuko katika mchakato huo, na sisi bodi yetu imeingia kama ina mwaka mmoja na miezi minne, na toka tuingie mchakato unaofuatia kuondoa changamoto ya haya majengo ambayo kama mnavyoyaona tuliyajenga mazuri kwenye miaka ya 2002. Sasa hivi yamepitwa na wakati kutokana na uboreshaji mkubwa uliofanywa na serikali kwenye masoko mengine. Lakini wakati ule kabla ya masoko mengine ile soko la ushirika lilikuwa bora, kwa sababu tulijenga kama mnavyoona. Wenzetu walikuwa hawajajenga hivi, walikuwa na vibanda, Tandale kulikuwa na vibanda vidogo vidogo, Magomeni kulikuwa soko dogo, na sehemu nyingine zilikuwa masoko madogo katika wilaya ya Kinondoni pamoja na Kinondoni, lakini sisi tuliboresha kama mnavyoona. Lakini kwa sasa hivi wametupita, kwa sababu wenzetu wamepata msaada kutoka serikalini na amefanya kazi ile. Kwa hiyo sasa hivi na mchakato wa kufuata serikali ili iweze kusaidia. Changamoto ambayo ilikuwa kubwa sana ni changamoto ya barabara, ambayo hii barabara ilikuwa imechimbika, ilikuwa haina lami. Lakini tunashukuru baada ya kulalamika na kuongea na serikali, kila siku tunapiga picha, waandishi habari mnapiga picha madibu yao mnayapeleka. Serikali ikasikiliza mwito wetu, barabara imeshaboreshwa, imewekwa lami chini ya Mama Samia Suluhu Hassan katika wakati wake. Kwa hiyo malalamiko yalianza siku nyingi, lakini yeye ndio aliyejibu akatuwekea lami katika wakati wake. Tunampongeza sana kwa hili na tunamtaka atusaidie katika mengine yaliyobakia pamoja na ujenzi wa soko la kisasa. Kwa jina naitwa Frank Zablon, ni mfanya biashara wa nafaka kama unavyoona hapa, mchele na maharage. Kuhusu changamoto zetu hapa, tulikuwa tunaomba serikali kama inaweza ituboreshe soko letu, sababu masoko mengi yameshaboreshwa. Inaonekana kasoro soko hili ambalo lipo City Center, ila bado inaonekana lipo katika hali ambayo sio ya kimaendeleo. Naitwa Mujibu Isa Mtalemwa, ni mfanyabiashara wa soko la Mapinduzi Mwananyamala. Kwa kweli hapa tuna changamoto kubwa, kuanzia kwenye miundombinu kwa kiasi fulani hairidhishi. Kwanza tuna hospitali kubwa, barabara inapita nani, lakini barabara za kufikia soko kwa kweli ni changamoto kubwa sana. Matope, njia za kupita, kwa kweli tunakuwa na changamoto, mteja kuingia ndani kidogo inakuwa shida. Kwa jina naitwa Victoria James Kiando, ni mkazi wa Mwananyamala. Naitwa soko la Mapinduzi. Tunachoomba hata mama yetu Mama Samia atusaidie, hata kutuletea wateja, atuongeze, atupata mikopo, manake sisi hatuwezi, ila akitupa mikopo wanawake na sisi tunaweza. Manake mara nyingi ametuahidi kwamba anatupa mikopo, lakini wengine haijatufikia mikopo. Tunaomba atusaidie na sisi tufike mbali kama wenzetu wanawake wengine. Takriban miaka 30 hapo sokoni. Kwa maana mazingira ya kibiashara najua vizuri. Sasa kwa sasa hivi kipindi hiki biashara ni kipindi cha hali ya kawaida. Hali ya kawaida tu. Wanunuzi wanakuja kama kawaida na soko limechangamka. Na huduma yetu ni kwamba tunatoa huduma ya uhakika katika soko letu. Kuanzia kuku, samaki, mchele, watu michele wanakuja kununua jumla, mpaka samaki wanakuja kununua jumla hapa. Tunatoa huduma katika bei nafuu. Na hata ukitangaza soko la Mwananyamala linajulikana kwamba bidhaa zake nafuu, zimeshuka chini. Na hata katika hali ya mazingira ya usafi, umeona tunafanya usafi vizuri na vitu vyetu katika mazingira yote mazuri ya usafi. Na ndio maana tunapata wateja wengi. Ndio maana kuta mabajaji, mapikipiki, mateksi yako nje yanapaka yapata huduma. Na kwa vile liko soko letu barabarani, kwa hiyo watu wanaambizana, wanakuja wengi tu. Soko letu lina mahitaji mengi. Soko letu lina mahitaji mengi. Hitaji la kwanza kabisa na hitaji muhimu, miundombinu, kwa sababu miundombinu iliyokuwa kwenye soko hili la ushirika au miundombinu ya masoko ya ushirika na miundombinu ya masoko ya serikali ni vitu viwili tofauti.
Hitaji la kwanza kabisa ni miundombinu, na hitaji la pili mfumuko wa bei. Japokuwa mfumuko wa bei kikweli sio soko hili tu linaathiri masoko yetu, lakini kwa soko hili soko lipo katikati. Wakazi wa Mwananyamala, Makumbusho, Kinondoni, ili soko analitegemea kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hata usafirishaji wa vitu kwa baadhi ya wafanyabiashara huko wanalalamika bei ya ghali, yani taxes, kodi ni kubwa sana. Kwa hiyo tunaomba serikali nao walengao upande wa pili, japokuwa kodi inasaidia kwa wote, lakini kuwe na punguzo at least. Hata wafanyabiashara wanapotoa bidhaa labda kutoka mikoani kuleta huku, kuwe na punguzo kidogo. Jamani, kwa majina naitwa Mariamu Omari Bushiri au Mariamu Msheku. Mimi ni mama lishe wa Kishua katika soko la Mwananyamala Mapinduzi. Sisi sokoni kwetu, yani changamoto iliyokuwepo sana sana, kwanza wateja. Wateja kidogo, saa hizi biashara imedrop, biashara imeshuka, wateja kidogo hakuna. Na changamoto nyingine miundombinu. Miundombinu, nadhani nikishasema miundombinu inajulikana. Tulikuwa tunaomba serikali itusaidie kwa hilo, na kingine tulikuwa tunataka ile mikopo ya mama ile ya 10%, ile mikopo ile tunazungushwa tu. Tushajiunda kikundi, tushatengeneza katiba, tulienda kwa mama maendeleo, lakini bado tunapindishwa. Tulikuwa tunaomba ile mikopo ile mama atusaidie, mikopo ile sisi tupate kama mama lishe.